Madai mapya yanayosambaa kwenye mitandao ya kijamii yanaonyesha kuwa raia wa Tanzania wanahusishwa na shughuli za mashinari au wapiganaji wanaolipwa kushiriki katika operesheni za kijeshi na kuvuruga uchaguzi nchini Zambia. Tuhuma hizo zimeibua maswali mazito kuhusu taswira ya kiutawala na kisiasa ya Tanzania katika bara la Afrika. Maelezo hayo yanafafanua kuwa tuhuma za aina hizo zinapotajwa katika muktadha wa uchaguzi wa nchi nyingine zinakuwa nyeti sana, kwa sababu uchaguzi ni msingi mkuu wa mamlaka ya wananchi na utawala wa kidemokrasia. Tanzania imejenga historia kubwa katika harakati za ukombozi wa Afrika nchini na uongozi ya aliyekuwa rais wa kwanza wa Tanzania, Mwalimu Julius Nyerere. Historia hiyo inaonyesha kuwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilitoa mchango mkubwa katika kupigania uhuru wa nchi mbalimbali za Afrika kwa kutoa rasilimali, ardhi na msaada wa wapigania huru waliokuwa wakipambana dhidi ya ukoloni. Kwa miaka mingi, taifa la Tanzania limekuwa likikumbukwa kama moja ya nchi zilizofungua milango kwa harakati za ukombozi wa bara la Afrika, ambapo ardhi yake ilitumika kama sehemu ya mafunzo na shughuli za wapigania uhuru kutoka nchi mbalimbali. Viongozi wa harakati za ukombozi walipata mazingira mazuri ya kujiandaa kwa mapambano ya kisiasa na kijeshi wakiwa ndani ya mipaka ya Tanzania. Urithi huo wa kihistoria umeifanya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutambulika kwa msimamo wake wa kuisimamia mshikamano wa Afrika, haki za binadamu na uhuru wa mataifa. Dhana ya Tanzania kuwa taifa lililokuwa tayari kutoa msaada kwa nchi nyingine katika harakati za kujitawala imeendelea kuwa sehemu muhimu ya historia yake na utawala wake wa kimataifa. Hata hivyo, katika kipindi cha sasa, madai yanayohusisha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na shughuli za mamluki nje ya mipaka yake yanaleta changamoto kubwa kwa taswira hiyo iliyojengwa kwa miongo kadhaa. Madai hayo yanaelezwa kuwa raia wa Tanzania wanadaiwa kuhusika katika operesheni za kijeshi au migogoro ya kisiasa inayolenga kuingilia michakato ya kidemokrasia katika nchi jirani ya Zambia. Ikiwa madai hayo yatathibitishwa, jambo hilo linaweza kuibua mjadala mpana kuhusu namna raia wa Tanzania wanavyohusika katika shughuli za usalama nje ya nchi, pamoja na hatua ambazo mamlaka ya kiserikali zinaweza kuchukua pale vitendo hivyo vinavyokiuka sheria za ndani na za kimataifa. Pamoja na kuwepo kwa madai hayo, ni muhimu kutenganisha kati ya tuhuma, taarifa za mitandao na ukweli ulithibitishwa kwa ushahidi. Madai ya kuwa Tanzania inatoa wapiganaji wa kukodiwa au mercenaries kwa ajili ya kufuruga uchaguzi wa nchi nyingine yanahitaji ushahidi wa kuaminika na uchunguzi huru kabla ya kuwasilishwa kama ukweli halisi. Mjadala huu unaguza moja kwa moja urithi wa Mwalimu Julius Nyerere, ambaye katika enzi za uongozi wake alijenga taswira ya Tanzania kama taifa linalosimamia uhuru wa mataifa mengine badala ya kuingilia mambo ya ndani au kufuruga amani yao. Swali kubwa linalojitokeza hivi sasa miongoni mwa wadau wa siasa na masuala ya kimataifa ni iwapo madai hayo, endapo yatathibitishwa, yanaweza kuathiri vibaya heshima na taswira ya Tanzania iliyojengwa kwa miaka mingi. Wadau wa siasa na masuala ya kimataifa wanaangazia majibu ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuhakikisha kuwa jina la nchi alitumiki katika shughuli zozote zinazoweza kufuruga amani, uchaguzi au utawala wa kidemokrasia katika nchi jirani au taifa lolote lingine. Kwa upande mwingine, raia wote wa Tanzania wanaohusishwa na tuhuma hizo wanapaswa kupata haki ya kujibu au kufanyia uchunguzi kwa mujibu wa sheria. Si kila raia wa Tanzania anayesafiri kwenda nje ya nchi kwa ajili ya shughuli za usalama au kijeshi anapaswa kutajwa kuwa ni mercenary au mpiganaji wa kukodiwa bila kuwa na ushahidi thabiti wa kisheria. Ushahidi wa wazi
na unaohitajika ili kulinda haki za raia hao na kuepuka kutoa hukumu za jumla kulingana na uvumi wa mtandaoni. Historia ya Tanzania katika ukombozi wa Afrika ni urithi mkubwa uliojengwa na vizazi vilivyo na urithi mkubwa unaojengwa na vizazi vinavyopita kwa kujitoa mahanga. Taifa la Tanzania likitoa ardhi yake, rasilimali zake na hata maisha ya watu wake katika harakati za kuifanya Afrika kuwa huru na inayojitawala. Ndivyo nana tuhuma yote zinazoweza kuhusisha taifa hili na kufuruka chaguzi au kuingilia migogoro ya nchi nyingine zinapaswa kuchukuliwa kwa uzito na kwa hali ya juu na kufanyiwa uchunguzi wa kina na wa kimamlaka. Ikiwa itabainika kuwa Tanzania ama taarifa hizi zinazohusu Tanzania zilizosambaa ni mgao au taarifa zilizo na msingi wowote, ni muhimu ukweli unaowekwa wazi mapema ili kulinda heshima na hadhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika ngazi ya kimataifa. Lakini bila hiyo, ikiwa kuna ushahidi wa ukweli unaodhibitisha kuwepo kwa raia au vikundi vinavyojihusisha na vitendo hivyo, ni muhimu hatua kali za kisheria zichukuliwe dhidi ya wote waliohusika kulingana na sheria za nchi na mikataba ya kimataifa. Hii taarifa inakuja baada ya nchi ya Zanzibar kuelekea